We all know traditions za Kimasai. Nikisema tradition naongelea kuhusu culture za Kimasai na jinsi gani wako very embedded kwenye culture zao, lakini here we have clinical medicine, this new age medicine. So we're going to look into all that and how all that integrates na traditions za Kimasai, because wao wamezoea kufanya traditional healing. The whole purpose here at Jiongeza Podcast is to highlight people in all areas of life. So leo niko hapa na Miss Teresa, alikuwa featured kwenye BBC. She's such a phenomenal woman. Anafanya amazing things kwenye jamii. Anafocus kwenye mambo ya jamii, upande wa wanawake. Ni part of Maasai Women Health Organization. Na tutalenga mambo mbalimbali na tutaongelea vitu vitatu vikubwa. So tutaongelea kuhusu story yake, mpaka alivyoweza kufikia hapa yeye kama a Maasai woman. Lakini second, tutaongelea kuhusu vitu wanavyofanya kwenye Maasai Women Health Organization na jinsi gani that ties into the traditions za Kimasai. And then we're going to talk about how you can also be involved in helping wanawake wa Kimasai ili kuweza kuelimika zaidi kuhusu mambo ya afya. Let me not talk too much. Ngoja ni muingize mgeni wetu ili aweze kujiintroduce mwenyewe. So Miss Teresa, karibu sana kwenye Jiongeza Podcast, and thank you so much for taking the time kwa kuwa nasi hapa leo. We're so excited to learn from you. So karibu. Thank you so much Cynthia kwa kunikaribisha, na majina mimi naitwa Teresia Victor Mole. Mimi ni binti wa jamii ya Kimasai, tena kule polini ndani kabisa kijijini. Nimezaliwa katika mkoa wa Arusha lakini wilaya Ngorongoro. Mimi ni mtaalamu wa dawa za usingizi, kwa jina lingine wanaita anesthesia. Mimi ninadili na mambo ya emergencies, mambo ya critical care, hizo mambo ya kulaza wagonjwa kwenye chumba cha operation. Ndizo kazi zangu ninazozifanya, kurescue maisha ya watu. Lakini out of that, ndo kama Cynthia alivyosema, mimi ni mwanzilishi wa shirika la Maasai Women Health Organization. Ni shirika ambalo linafanya kazi katika jamii za wafugaji hasa wa Masai, ambayo linalenga sana wanawake na mabinti. Asante sana for that great introduction. So kitu kilichonifanya mimi nikawa very interested kufanya hii discussion na Miss Teresa ni kwamba maisha yake yeye mwenyewe kama mtoto wa Kimasai, mtoto wa kike wa Kimasai, na jinsi alivyoweza kukwepa vitu fulani ili kuweza kupata elimu na kufikia hapa alipofikia leo. Nilikuwa naangalia documentary yake kwenye BBC wakati wameipublish, and I was so moved kwa sababu wengi wetu sisi tunaoishi let's say mjini, ama tumetoka kwenye makabila ambayo wako very forward kuwapeleka watoto shule na kuhakikisha wamepata elimu bora na kuhakikisha maisha yao ya mbele yanakuwa bora. Labda tunaweza tukachukulia sio kwa uzito sana jinsi gani watoto wengine wa kutoka kwenye makabila mengine actually hawana hizi opportunities za kwenda kwenye shule, either ni private ama government, lakini kupata ile elimu na kuendelea kujiongeza kupata elimu ya juu. So Miss Teresa, yako ilikuwa ni hivi. Ulikuwa karibia uolewe, and then kaka yako ndo aliyokutonya ili wewe ukimbie ili uweze kuepuka ile kuozwa wakati uko mtoto mdogo. So tell us a little bit kuhusu hiyo story nzima. Thank you Cynthia. Kama I think watu wengi kama walivyoona historia yangu kwenye waridi la BBC, ndivyo ilivyokuwa kwamba katika jamii ya Wamasai, maana najikita ni jamii nyingi za kifugaji, lakini najikita kwenye jamii yangu ya Kimasai kwa sababu ndio naijua zaidi. Ndio. Mabinti wa kike hawaruhusiwi kwenda shule, backups miaka ya nyuma, na pia hawana sauti ya kuchagua mume au mpenzi wala nini. Kazi yao wako chini ya wazazi au kaka zao kuwachagulia maisha. Kipindi hicho sasa mimi nikiwa ndo nimemaliza darasa la 7 nikiwa na miaka 11, wazazi kama kawaida walishaongea na familia ya rafiki yake kwamba binti yangu nataka aolewe bwana na familia fulani. So wakawa wameshaitana pale, natakiwa kuolewa. Asilipofika hiyo siku, kuna kaka yangu ambaye akitoka yeye anafuata mwingine alafu mimi. Yeye kipindi hicho alikuwa anasoma Mweka, mambo ya wanyama pori. Lakini kumbuka mtoto wa kiume akiwa mdogo hana sauti kwa baba kumkataza mambo ya kufanya kwenye jamii au kwa wadogo zake, no? Baba always anabaki na sauti kama baba.
So yeye alichofanya alijaribu kumshauri baba, lakini baba akasema hapana, mtoto wa kike tena huyu binti ameshakuwa mkubwa, anatakiwa aolewe, kwa hatakiwi kwenda shule. Hiyo shule bana, tunapoteza tu ng'ombe, kwa sababu mabinti wakishamaliza sekondari wanaolewa tu, kwa sio wa kwetu. Anapeleka elimu kwa mwanaume wake, sio kwetu. So ndo belief ya Wamasai ya kabila letu kwamba mtoto wa kike ukimsomesha haji kukaa nyumbani, anaolewa na mwanaume mwingine. Kwa benefit atakazozipata sio za familia ile, anaenda kuinufaisha familia nyingine. Wow. Kwa sasa hiyo siku kaka akaja usiku akaniambia, hey, leo walikaa wazikumbuka kikao wanakaaga wazee tu, hawaruhusu wa mama kuwepo around. So akaniambia, hey, jana waliongea familia, baba anasema kwamba kesho unaolewa. Na huyo kaka yako yeye alikuwa na miaka mingapi at that time? I remember kaka alikuwa kama na miaka 25. Okay. Yeah, alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kipindi hicho. Okay. Ndio akaniambia, nikasema sasa naenda wapi mimi? Nikawaza, akaniambia cha msingi wewe toka, ondoka tu, kwa sababu kumbuka ukishaolewa, mkiruhusu kesho uolewe, huwezi kutoroka kwa bwana ukaenda tena shule. Hata ukitoroka ukirudi, wewe ni mke wa yule mtu. Wow. Hauruhusiwi tena kuolewa na mwanaume mwingine. Kwa kaka alikuwa yeye hataki kabisa niingie kwanza kwenye ndoa. Kwa sababu nikiingia tu kwenye ndoa basi ndio imeisha habari hiyo. Sasa kama kama sio masaa 8 hivi. Alafu ndio nikaja nikakuta lilori ambayo lilikuwa linapita, na kumbuka lilikuwa linaendeshwa na kaka moja la kabila la Kisonjo. Lakini lilikuwa limebeba mizigo nyuma, linaenda sasa mjini Arusha. Kanikuta nimesimama njiani, akaniambia unaenda wapi? Nimechoka, nina njaa, nina kiu. Na ungekutana na masimba? Ama ulikuwa uogopi? Hapana, sikukutana nayo, lakini Mungu alikuwa mwema. Nilikuwa tu naona fisi, ni fisi au wenye mguu mdogo hivi. Hao ndio nilikuwa nawaona. Na naegesha kwenye mti wakipita na mimi napita. Na maswala sijui na nani. Bahati nzuri ilikuwa ni karibu na barabara. Nilikuwa siingii pori sana. Kwa na pita pembezoni mwa ile barabara ya vumbi. Maana hamna lami kule. So nilipokuta hao watu ndio nikawaomba, wakaniambia unaenda wapi? Nikamwambia naenda Arusha. Kwa nani? Nikamwambia nimesahau, sijui, nipende tu. Wakaniambia hapana, huko nyuma. Nikapanda nyuma. Walipofika stand wakanidambu, unajua unapoenda? Nikamwambia nishusheni hapa. Na sipajui Arusha ndio siku ya kwanza nakanyaga. Sasa waliponishusha nikashuka tu, kuna mama mmoja alikuwa anakaa, ukiingia stand ya Arusha kubwa hivi, upande wa kushoto kuna mama ilikuwaga hata sio mji kama sasa hivi hapo stand sana kuja changamka. Anapika maandazi na vyakula pale. Lakini frame zingine, maana nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili, frame zingine zilikuwa zimefungwa. Nikasogea pembeni, nikalala karibu yake ya huyo mama. Karibu na frame iliyofungwa, huyo mama anapika pembeni. Huyo mama akayapika, hajaniongelesha. Baada ya masaa mawili watu wakawa wametoka kanisani. Ni mida, kwa sababu ile lori lilisafiri usiku kucha, nikafika kitu kama saa 3 Arusha mjini. Hiyo ni saa 3 asubuhi ama saa 3 usiku? Saa 3 asubuhi. Mungu wangu. Kwa hiyo siku mzima unasafiri, hujala toka umetoka nyumbani. Ikabidi ni huyo, wakati watu wanatoka kanisani wanatembea, wakaja masista wawili wenye vilemba na padri mmoja, ambayo padri yeye anajua Kimasai. Alipokuja wakaniona nimelala na nina mashuka ya Kimasai. Unajua kitu kilichonisaidia ni ile identity, yale mashuka niliyovaa. Nisingeongeleshwa, maana wangesema tu ni watoto wa mtaani kama ningevaa nguo nyingine za kawaida. Lakini always Wamasai wakuti wakiwa wamezagaa mtaani kama watoto wa mtaani. Kwa hiyo I think waliwanda wao wenyewe kusema huyu wa Kimasai na amevaa mashuka, itakuwa kuna kitu. Ndio wakaja pale kwenye yule mama wanakunywa chai. Bali kwa mida saa 4 huyo padri akaja akanifuata, akachuchumaa, akaniambia ujambo, akaanza kuniongelesha kinyumbani. Maana Kiswahili yenyewe ilikuwa ni cha kubangaisha kipindi hicho. Nikamsikiliza, akaniambia unaenda wapi? Nikamwambia sijui. Ilikuwaje? Ndio nikaanza kumhadisia. Akaniambia haya, njoo kaa hapa tule. Tukakaa pale tukala. Kabla hujaenda mbali, umesema kwamba Kiswahili chenyewe kilikuwa ni cha shida. First off, nachotaka kusema ni kwamba yani it is so sad. I can't even imagine being 11
kwa sababu ni vitu vingi sana vingeweza kutokea. Yeah. There's raping, wale watu waliokuchukua wangeweza kufanya kitu chochote, wangeweza kukuuza, wangeweza yani so much. So wow. But kitu kingine nilichokuwa nataka niulize ni kwamba umesema kwamba hata Kiswahili chenyewe kilikuwa ni cha kubangaiza. So my question is, mtihani wa darasa 7 uliwezaje kufaulu? Mitihani si unajua Kiswahili cha kijijini, hata sio chetu tu, hata tuseme tulee mfano Mchaga anayemaliza shule ya msingi Rombo, Kiswahili sio sawa na mtoto anayemaliza shule ya msingi Moshi mjini. Aha, okay. So hata na sisi Kiswahili tunakijua, lakini sio kile. Tunajua Kiswahili ya darasani ya kujibu maswali, it's okay, lakini ile kuchanganya kuongea sana kama tunavyoongea sasa ilikuwa ni ngumu, ni uongo huo. Time tunatumia kilugha nyumbani, hatutumii Kiswahili, tunatumia Kimasai. Na shuleni ninatumia na mwalimu Kiswahili kutokana na somo ninalolisoma. Na nakumbuka shule ya msingi sio kwamba unaelewa, unakariri. Yeah. Okay. So yeah. Going back to ulipofika sasa, na hapo umeshaongea na Paju amekuambia kaa hapa yani natumaini wakakupa chai. Yeah. And then after that wakaniambia unataka umemaliza darasa la 7? Nikamwambia ndio. Wakasema umefaulu? Nikamwambia I heard from my brother kwamba nimefaulu, kwa sababu kumbuka zamani walikuwa wanaleta matokeo wanabandika kwenye shule uliotoka, hakuna kwenye media. Na sikuwa na simu ya kuwaonyesha, lakini niliambiwa nilifaulu. Kwa wakasema taja jina, nikamtajia. Yeye sijui alienda kufuatilia kivingine, I don't know. Lakini walinichukua wakanipeleka center iliyokuwa Ala City. I remember mpaka leo. Hiyo center ilikuwa Ala City karibu na Radio Safina. Ndo nikakaa pale wakanisomesha. Hiyo center ilikuwa inaongozwa na sister moja wa Kimarekani, lakini ni sister wa Katoliki. Kwa nikasoma pale mpaka namaliza chuo changu. Pomaliza chuo ndo nikasema I want to go back home to prove wrong these people kwamba women they can. Hapo ndo nilipoanzia kutaka kuhakikisha naaminisha jamii niliyotoka kwamba mwanamke anaweza. Unajua kwenye maisha inategemea umemleaje mtoto wako. Umemlea in confidence au umemlea lelelele, umemlea kutojielewa mwenyewe. So hii inaweza ikawa ni ngumu na inategemea malezi. Na pia yule mtoto ana malengo gani? Kumbuka mimi nilikuwa tayari ninajua ninachotaka. Yaani nilikuwa tayari ndani ya moyo wangu nataka kufikia malengo fulani. Na ndio maana nikafanya vile. Ningekuwa kama sina yale malengo, ningeambiwa tu nataka nenda, nisingeenda au nisingekuja hata kutimiza haya malengo. I think kipindi cha nyuma kulikuwa na ubinadamu. Mfano na utolea kama ulivyozungumzia kwamba hata wale watu walionipa lift ingekuwa sio watu ingekuwa ni kipindi hichi cha sasa hivi, wangeshampaka huyo mtoto. Au kuja tu pale nikalala pale stendi mpaka huyo padri mwenyewe ainame aongee na mtu ambaye ilikuwa hamjui, ni mtoto kama angemuona tu mtoto wa mtaani akaondoka. Bila connections za kumconnect mpaka kwenye ile senda ingekuwa ni ngumu sana. Ilikuwa adui na wa familia kipindi hicho, kwa sababu nilikimbia makubaliano yao. So ilikuwa tukifunga shule mimi sirudi nyumbani. Mimi nilikuwa nabaki kwenye center. Nilipomaliza chuo changu cha professional cha afya, nilipangwa mjini kabisa. Nilipangwa hospitali ya Kaloleni Arusha. Lakini nikasema sitakaa kufanya kazi hapa mjini. Naomba niondoke niende kijijini. Hapa hujamuona mama yako? Hapa una miaka mingapi at this point? Miaka 19. Kama unaangalia haya mazungumzo, yani it's like a movie playing in my head. I'm imagining that little girl, unatembea njiani, then comes this truck. Yani this would make such a great documentary. Just kwa kufikiria how strong you were, mpaka umeweza kufikia hapa ulipo sasa hivi. Fast forward, so now umeshamaliza chuo, kwa hiyo sasa unarudi nyumbani kwenda kuwasalimia. No, sio kuwasalimia. Mimi nilisema naenda kufanya kazi katika hospitali ya karibu. Ili pia ile jamii niliyotoka mimi wajue kwamba yule binti aliyetoroka kwenda kuolewa amerudi sasa hivi ni nesi, ni muuguzi, ni daktari, anatuhudumia kwenye hospitali ya karibu, ili wajifunze kuwapeleka watoto wa kike shule. Nataka kujua reaction ya babako alivyokuona na wale watu wengine, na reaction ya mamako. What was it like? Reaction na wewe mwenyewe ulikuwa unaogopa ama ulikuwa uogopi? No,
siogopi kwa sababu tayari mimi nilikuwa na confidence na ni professional na I know how can I deal with them psychologically. So niliondoka, sikufikia kwao, nikafika hospitalini. Bahati nzuri wakawa wamenipa hiyo hospitali niliyokuwa naifanya kazi, walinipa nyumba ndani ya hospitali. Sasa ndio nikawa naishi, tunaenda mobile clinic na ndege ya Katoliki, tunarudi jioni. Wakaanza wenyewe kupata taarifa, maana kumbuka hospitali inayokuwepo ilikuwa moja, ndio inawatibu community all ambao walikuwa wako surrounding wa nyumbani. Binti wa fulani iko shule. Nikasema acha wapate kwa wiki moja taarifa, alafu mimi nitaenda nyumbani. Wakapata taarifa, kumbuka hapakuwa na simu. Mama akaja mpaka hospitali, anakuja kunisalimia, amefurahi, analia, sio kulia, kuchanganyikiwa. Mama. Mama. Okay. So tulipomaliza, kawaida huwa sisi kwenye jamii yetu, binti au mtoto akikosea ananunua zawadi ya kupeleka kwa mzee. Kwa nikanunua blanketi, nikanunua chupa ya wine, alafu na sukari, tukaenda nyumbani. Karibu sana, like 20 minutes kutoka hospitali huko anafanyia kazi. Kumbuka nilimkuta baba amekaa nje ya kule nyumbani, unakuta mzee akikaa nje ana make fire outside karibu na ng'ombe nini na nini. Nikakuta amekaa pale. Alifurahi lakini alikuwa anitambui, akasema ni wewe, ndio nikaanza kumhadisia. Akaanza kulia mwenyewe tena. Lia, nisamee mwanangu, nilipata taarifa umeenda kwa daktari, wewe sasa hivi unatibu. Jamani, wakaanza kusingiziana na kakaangu yule mkubwa. Huyu ndio alikuwa ananiambia nikuozeshe huyu. Wakaanza. Nikamwambia haina shida. Kuanzia hapo mpaka leo tunapoongea, kwenye familia ya wazazi wangu mpaka kaka zangu mpaka vitukuu, hamna binti anayelazimishwa kuozeshwa. Yani, this is just so crazy. It's an amazing story, you know, and I don't know. I usually get emotional very easy. And I see you. I know. So for me, I think about you as a little girl. I'm just imagining, just as a little girl having to do all this stuff. So kama unaangalia video, I hope you're seeing what I'm seeing, you're feeling what I'm feeling. Kwa sababu hii ndio kitu nilichokuwa naongelea, kwamba watoto ambao wameweza kupata opportunity kukua kwenye familia ambazo zina prioritize mambo ya education kwa mtoto, zinakupeleka shule nzuri. I just can't imagine jinsi gani wewe kwanza hukuwa na choice na ulikuwa unahitaji, yani inabidi ujirescue mwenyewe. Lakini then we have sisi ambao na wengine wengi ambao wana opportunities kubwa, and we just don't see any big deal of it. Yani there's such a difference in how people live. Umeelewa eh? Yani jinsi culture zetu zinavyotukuza, jinsi familia zetu zinavyotukuza, jinsi watu wengine wanapata opportunities kubwa, wengine hawapati opportunities kubwa, wengine inabidi wasuffer ili waweze tu kufikia sehemu fulani, wengine wanapewa tu, you know, it's just so crazy. And to me, I am just so proud of you, of course, in saying kwamba the fact that haukuwa na hasira, kwa so I'm thinking ningekuwa na hasira sitaki hata kurudi huko nilikotoka, you know what I mean? Lakini the fact kwamba wewe you still thought of back home and say, let me go back there. I am so sorry. I am so sorry. This is just so much. Just to go back there and help these other little girls, that is such a big thing. Umelewa, that's such a big thing. And kudos to your brother too. We can't forget about your brother. Kwa maana kama sio your brother, I guess usingekuwa hapa leo. So let's talk about culture and let's talk about health. Sasa hivi umeweza kufungua hii organization. Wewe ni mwanzilishi, founder and mwanzilishi wa hii organization ya Masai Women Health Center. Na kitu mnachofanya kikubwa ni kuwaelimisha wanawake wa Kimasai kuhusu mambo ya afya njema, jinsi ya kumsaidia mwanamke wakati anajifungua, jinsi ya kutambua mtoto akiwa ni mjamzito ama mwanamke. Sitaki kusema mwanamke kwa sababu wengi wanakuaga bado ni wasichana wadogo sana, wanabebeshwa mimba. Kuna kitu kingine ambacho nimeshawahi kusikia kwamba Wamasai wana kutahiri watoto wa kike. Hiyo culture je, kwanza bado ipo? Alafu pili, so here's where vitu vina clash. Kwamba kuna culture, alafu kuna hii new way of living ambayo it can be good and bad. Inategemea tu ni wewe unaichukua. Mfano, watoto wa kike kutahiriwa, we know it's wrong and it's bad.
haitaki kutokea, lakini ile ni culture ya Kimasai toka zamani, si ndio? Kwa hiyo sasa wewe hapo, kwa sababu umeshasoma, umeshatoka nje na unaelewa kwamba hivi vitu havitaki kutendeka kwa mtoto wa kike, unawezaje kurudi na kuwa convince kwamba wasifanye hii kwa watoto wa kike? Halafu pili, wanawake wa Kimasai wameweza kukureceive wewe vipi ili kuweza kuwafundisha kuhusu kuangalia mimba, kulea mtoto, kuhusu mambo ya mwanamke. Maybe wale wazee wa Kimasai wanaweza wakakuangalia wakasema, umeshatoka nje ya mipaka, umeenda umepata hii elimu, sasa unajiona kwamba labda wewe ndo unaojua, unakuja kutufundisha vitu vigeni, vitu vya nje ambavyo labda havikubaliani na culture yetu, ama labda wamekupokea na wanapokea yale unayoyaleta. How do you work between those two things? Kwa sababu unajua Wamasai wana culture nzito sana. Well, thank you Cynthia for your question. Kwanza kitu kimoja ukielewe, hamna watu wasikifu kama Wamasai. Hamna watu ambayo ukienda na good approach wana take action na kukusikiliza kama Wamasai. Kwanza mimi sasa hivi mara ya kwanza nilikuwa my point mpaka nikaanzisha hili shirika, ilikuwa ni kwa sababu ya kuhamasisha mabinti kama mimi ambao walikuwa wanatamani kufika kwenye malengo yao yafike, kwa sababu naijua jamii yangu. Unaelewa? Kazi yangu mimi ni kuhamasisha jamii, kuhakikisha mtoto wa kike anapata elimu ya kutosha sawa na mtoto wa kiume. Sasa inakuja point hivi, baada ya kuweka hivyo kusema labda okay, nimeenda shule naenda kuhamasisha, lakini katika my professional practice nakutana na changamoto nyingi ambazo zina face jamii yangu. Watoto wa kike wadogo wanaolewa wakiwa wadogo, kumbuka anatomically hawajawa tayari kubeba mimba, hawajapevuka. Kwa unakuta wengi wao wananikuta mimi kazini, ni professional na ni Masai, wananifia mikononi. Hicho kitu kiliniuma zaidi kuliko hata mimi kutoroka kijijini. Ndio maana nikasema ningeweza nikapokea mshahara wangu, nikatulia, nikala, nikaishi mjini kama nilivyo, nisikumbuke jamii, hata nisikubali kuitwa Masai. Lakini iliniuma kwa sababu nilitoka mazingira yale. Natamani kwenda kuwapa elimu kwa sababu yawezekana hawakupata mtu wa kumpa elimu. Kumbuka sisi sometimes people they ignore us kwamba wale wa porini tu. Hapana, hamna mtu wa porini. Alafu nikwambie, hamna jamii iliyokamilika. Jamii nyingi unakuta kama ni traditional, kila jamii ina traditional zao za ndani, hasa jamii zetu za kifugaji. Kama kuanzia hizo mambo ya FGM sio nini, jamii nyingi sio Wamasai tu wana hizo traditional ambazo zina affect mtoto wa kike. Sasa mimi nilienda direct nikajikita kwenye jamii moja, kwa sababu kwanza ile jamii itanisikiliza kwa sababu nitatumia one approach, ambayo hiyo approach ni lugha yangu. Nitatumia kwamba mimi ni mtoto wenu, mnanijua ninacho, na mimi pia ni mtu wa afya, ninajua madhara ya kile mnachokifanya kwamba inawadhuru 1 2 3. Kwa hiyo ninatumia vitu hivi viwili, natumia professional na ninatumia identity yangu ya kabila langu kwamba mimi ni Masai, najua mnafanya 1 2 3, unidanganye kwamba mfanye, mnafanya. Lakini pia najua traditional zote za kabila, lakini pia mimi ni mtu wa afya, nimeshasoma, najua hii ina madhara, hii ina madhara, hii ina madhara. Nilianza kule kijijini kwetu, nikatengeneza kampeni inaitwa Teddy Tomorrow kwa watoto wa kike. Teddy Tomorrow means kwamba watoto wote kuanzia akiwa darasa la kwanza mpaka chuo anatamani, mimi sio msomi sana na wala sio kwamba nimefanikiwa maisha, lakini natamani at least wafike nilikofika au wapite zaidi. Kuelewa kwanza kwamba kumbe kubaki nyumbani kuozeshwa, kumbe kuolewa nikiwa mdogo sijatimiza sio haki yangu, kumbe mimi kukeketwa sio haki yangu. So nilitamani kuwatengenezea wale watoto kwanza wakiwa wadogo waelewe kwamba wao wanatakiwa wafike walikofika, kwa sababu wale tulikuwa kwenye jamii, mtoto wa kike wa Kimasai hatuko yuko na mtoto wa kiume. Mtoto wa kike tuko hapa chini, wa kiume yuko hapa. Kwa sababu mtoto wa kiume anajaliwa sana na jamii na familia na jamii ya Wamasai kuliko mtoto wa kike. Mtoto wa kike anakuja anakuzwa tu alafu aende kwake. So mimi nilichokifanya ndio kama hivyo kwamba nilihakikisha kwanza jamii inanielewa, na mimi nikienda training zangu field zangu vijijini huwa situmii Kiswahili, natumia lugha yangu. Kama ni kueleza mambo ya afya na waeleza mambo ya afya kwamba
huyu kwanza mambo yangu yanarelate sana mambo ya afya. Ukimkeketa mtoto wa kike ukasema okay, unamtoa viungo vyake vya kike, akija kubeba mimba ana hatari ya kuchanika na kumwaga damu nyingi na kufa, kwa sababu vile yale maumbile yameshatolewa, ambayo zile muscles ambazo zilikuwa zinasaidia mtoto wakati anamsukuma mtoto kuhakikisha ni ngumu zisichanike. Sasa kama umeshatoa maumbile yake yote, unategemea nini? Kwa nilienda na point ya kwamba ndio maana tunapoteza wamama wengi wakati wa kujifungua, kwa sababu tunatahiri watoto wa kike. Wow. Umeelewa? Yeah. Ilikuwa rahisi wao kunielewa, kwa sababu wanaona wenyewe reality inayotokea kwenye jamii, kwamba wamama wengi wanapata changamoto wakati wa kujifungua na kuchanika, na mara nyingi wanajifungulia manyumbani, wanamwaga damu mpaka wanakufa. Nilienda na pointi nyingine ya pili kwamba unapomwezesha mtoto wa miaka 11, miaka 9, kumbuka huyu binti bado maumbile yake hayajakuwa ya kubeba ujauzito. Unapomlazimisha huko akaenda akaolewa haraka kwa sababu unataka ng'ombe, akishabeba mimba, ikifika wakati wa kujifungua, maumbile yake hayamruhusu yule binti kujifungua kawaida, kwa sababu maumbile yake hayajatanuka kuwa ya mtu mzima ya kuweza kubeba mtoto wa kilo 3 au mpaka kilo 4. Kwa hiyo huyu binti ataishia kufanyiwa upasuaji kwenye operation, ambayo kitu kimoja Wamasai hawapendagi operation. Kwa mtoto wa kike akue ili aweze kubeba mimba akiwa ana uwezo wa kujifungua salama. Kwa sababu tumeshasema kwamba wanawake wanawekwa chini kuliko wanaume. Hii elimu inaonekana unaitoa zaidi kwa wanawake. Well, wao tayari wako chini ya wanaume. Wanaooza watoto wa kike ni wanaume. Ama hii education unatoa pia na wanaume wanakuwa wanaisikia? Natoa pamoja na ya wanaume, lakini inategemea decision gani natoa. Lakini ikifika wakati wa kuongea mambo ya decision, nawaalika wanaume kwenye kikao cha wanawake, na ninawaalika wakiwepo na kiongozi wao wa serikali wa kijiji. Mtu yoyote ambaye anakaa mjini ambaye sio Mmasai, we all understand. I'm sure kila watu wengi wata-agree na mimi kwamba kama ulivyosema, watu wanaoangalia Wamasai wanasema au si wa porini, au si yani tunawapenda Masai na tunapenda kuiga Umasai pale tunapo-identify. Mimi ni Mtanzania, natokea Tanzania, unawajua Wamasai? Ndo huko ninapotokea. Halafu pia watu wanapenda jinsi Wamasai wanaofanya vitu vyao, ama jinsi bado kidogo labda wako nyuma. Kwa hiyo inakuwa ni ile it's entertainment rather than huyu ni binadamu mwingine na pia kama wengine. Unaelewa? So I think that's another thing sisi tu kama jamii ni kitu cha kujifunza, na kama ulivyosema, wote tuko tofauti na wote tuna mapungufu yetu, but I think that's another thing. Badala ya kuona watu kama au labda ni klasi ya nyuma kidogo, ni wote kujifunza kwa pamoja, kujua culture zetu wote tunavyoingiliana kama makabila. So another thing nilikuwa nataka nikuulize, wanaume wa Kimasai wanakuangaliaje wewe ukienda kijijini, ama kwa ujumla wanakuonaje wewe? Sasa hivi unajua kabila la Kimasai wamebadilika sana, ni tofauti na miaka yetu sisi tukiwa wadogo. Okay. Na wanaenda na teknolojia sasa hivi. Sema tu kuna wale ambao bado wako nyuma wanafanya hayo mambo potofu kama jamii zingine ambao bado zinafanya mila potofu. Kwa hiyo wale wachache ambao bado wao hawataki kufikia mwitikio, ndio tunataka tuwafikie sasa, kuhakikisha tunawabadilisha. Jamii ya Wamasai na wasomi wengi sana sasa hivi, wengi sana, lakini tatizo watoto wa kike bado wengi wao wanazuiwa huko vijijini. Unadhania kama mfano wewe ungejoin forces na wanaume wa Kimasai ambao wameshasoma, ambao wanaelewa mambo mengi, madokta ambao sio madokta lakini ni wasomi, labda wote mkarudi kwa pamoja mkawa mnatoa elimu mbalimbali, kwa maana wanaume wanasikilizana wanaume kwa wanaume na wanaelewana zaidi, kuna lugha yao wenyewe, wanajua jinsi ya kuongea. Lakini wewe ukienda kama mwanamke, labda unataka kuwaeleza na kuelimisha sana wanaume, wanaweza wakakuangalia tu, ndio naelewa unachosema, lakini wewe ni mwanamke bado. I don't know, wewe unalionaje hilo? Na hiyo umwambafai sana upo huo mwambafai kwa wanaume wengi wa Kiafrika hawa. Lakini kitu ninachokifanyaga ambayo kinanipa urahisi, kila nikienda, kila kijiji ninachoenda nakuwa na mwanaume, wananisikiliza, lakini nahisi nikiwa na mwanaume mwingine tunaweza tukapasa sauti. Wala sisi hatuendi kwa kuwakomoa au kwa kuwalazimisha, tunaenda kwa kuwa mfano. Mimi nimetoka kijijini kwetu,
natakiwa nihakikishe hata katika maisha yangu au ninavyoishi mimi ni mfano bora, ili wale wazazi waamini kwamba mtoto wa kike nikimpeleka shule anakuwa mfano mzuri na wala si mfano mbaya. Kitu kinachowakatisha wazazi wengi tamani, watoto wanasoma shule alafu wanapotelea mjini, wanakuwa wauni, wanakuwa wavuta bangi, hawarudi kusaidia jamii. Hicho kitu ndio kinawakatisha wazee na ni tamaa sana. Maana utasikia anasema mtoto wa fulani yuko wapi na aliendaga shule, mpaka leo hatujawahi kumsikia. Unataka na kwangu nimpeleka akapotee? Yani ndo hapo ninaposema culture clashes. Kuna hii modern culture na kuna hii nyie mna angalia sana culture zenu na mna reflect back and forth kwamba huyu alienda hajarudi, so mtu anaona kwa nini ni mtume wa kwangu, ni afadhali akabaki hapa akafanya vile tunavyoendelea tunavyofanya hapa nyumbani. Mfano, wakaja watu wengine wa kutoka nchi nyingine, wakaja labda wanataka kuongelea kuhusu mambo ya afya ama kuisaidia jamii yenu ya Kimasai. Wamasai wanawakubaligi ama hawapendagi hicho kitu? Kama wanakuja wanakubali, Wamasai wako vizuri, lakini for example mimi sasa hivi shirika langu lina program ya volunteers kutoka nchi mbalimbali. Kama mfano mimi sasa hivi tuko na partnership na Doctors Without Borders ambao makao yao ni Marekani, United States, ambao wako Stanford University. So most of time wakija volunteer kama wale, ninaondoka nao naenda kijijini na ninawapa topic, wanafundisha na translate, au mtu mwingine ana translate, wanaelewa, hawana shida. Wamasai hawana chuki na mtu yoyote, lakini it depend na approach unaotumia ukienda kuongea nao. Na hiyo ni mtu yote, approach yako, hiyo ni mtu yote, approach yako ndio inadetermine kwamba na approach nzuri kwenye amna watu wenye ushirikiano mzuri na unaosikiliza ukienda na approach nzuri kama Wamasai. Lakini ukienda sana ukipenda ufanikiwe sana kwenye kitu chako, nenda mfano mmoja tu na mtoto wa Kimasai, alafu unamtolea mfano kwenye jamii, they can do, wanaamini to jump kwenye kuhusu mambo ya kuwaelimisha watoto wa kike kuhusu mambo ya periods na jinsi ya kujitake care na vitu kama hivyo, lakini bado kuna wamama wengi hawaongeagi na watoto wa kike kuhusu mambo ya kuingia hedhi ama mwezini na vitu kama hivyo, na jinsi ya kujisafisha na jinsi ya kujitake care wewe kama msichana. Sasa cha pili, hata kupata zile sanitary pads ili kuweza kuwa msafi ni kazi, kwa sababu lazima uspend hela. So wewe unaposema unaongea na watoto wa Kimasai, watoto wa kike unawafundisha na kuwapa labda kuwapa vitu kama pads na vitu kama hivyo ili wawe wasafi, hii ina cost hela. Mnawezaje kumaintain hivyo vitu vyote? Kwanza kabla hata tujafika kwenye costi, kwa nini nilipenda kwenda kufundisha menstrual hygiene? Sio kwamba ninafundisha kote, hapana. Mimi sifundishi menstrual hygiene kote, nafundisha kwenye shule zinazozunguka jamii ya wafugaji. Kwa nini ninafanya vile? Kwa sababu sasa hivi watoto wanasoma shule za kata, au mna tena ile zamani tulikuwa unatoka Arusha unaenda Iringa, au unatoka Arusha unaenda Dodoma. Kipindi kile ilikuwa ukitoka ukaenda kule, mtoto anaweza akaenda akakutana na Cynthia kwenye jamii, familia yake wamemfundisha mambo ya menstrual, anajua namna ya kuvaa pedi, kukea, anaiga kutoka kwake. Lakini sasa hivi ukienda kama mfano hizi shule zetu za kata ni nzuri sana, lakini unakuta watoto wengi wametoka kwenye jamii hii mmoja wanaosoma kwenye hiyo shule. Unakuta wilaya Ngorongoro watoto wametoka wa Kimasai tu na Wasonjo. Haya, niambie yupi hapa ambaye ana elimu ya menstrual hygiene? Maanake kwanza sisi hatuna historia ya kukaa na mama, sisi jamii ya Kimasai, ya kukaa na mama kufundisha mambo ya kike, hamna. Wasonjo hamna hiyo habari ya kwamba mtoto wa kike atakaa afundwe, sijui afundishwe nini na nini, hapana. Unajua hiyo sio Wamasai tu, I think hiyo iko kwenye jamii ya sisi wa Tanzania sana. Nadhani sasa watoto wengi wa kike haswa tulikuwa tunafundishwa zaidi tukiwa shuleni, madarasa mnafundishwa vitu kama hivyo, lakini nadhani sasa hivi labda sisi generation yetu nadhani ndio tumeanza kuwa na huo mwamko wa kujaribu kuyaongelea mambo, napo japo bado ni kidogo ni ngumu, kwa sababu si wenyewe hatukufundishwa jinsi ya kuyaongelea. Na pia watoto bado kuna ile stigma, yani isolation, kwamba mtoto anaona aibu akipata siku zake, anaona kama ni dhambi kubwa. So hiyo knowledge bado imejenga kwa watoto wengi wa Kiafrika, hawajui kwamba ile ni haki ya mtoto wa kike yote kupata na ni normal.
biologically ni lazima upate, na usipopata ndio matatizo. So Mhm. ni kitu cha kawaida sana, na ni kitu ambayo mwanamke ana have to proud kwamba napata siku zangu, na wala sio kujiogopea na kujinyanyapaa hivyo. So ndio nikaanzisha hiyo programu yangu ya menstrual hygiene, nikaanza mashuleni kule, maana unakuta mtoto anavunja ungo, anaogopa hata kwenda darasani, hajui anavaje pedi, hajui inavaliwaje kwanza, wala hajui kwamba kuna kitu kinaitwa pedi, na anaogopa siku hiyo, anaona kwamba yeye ni mtenda dhambi, anaweza hata sometime akamisi madarasa au akaondoka shuleni anaona hivyo, kwa sababu hao watoto hawakupata labda elimu kutoka manyumbani, kwa sababu sio traditional zetu kuanza kufundishwa hayo mambo. Nikaona mimi ni beta ni warisi wa watoto wa kike wapate uelewa wa siku za hedhi, kwamba kwanza aelewe ni haki yeye kupata hedhi na ni biological, yani kitu cha normal tu kwenye mwili, mzunguko wako lazima ukifika umri huu wa kuvunja ungo lazima uvunje. Lakini pia nikapenda kwenye jamii yangu wafugaji kwamba niwape watoto tahadhari kwamba wanapovunja ungo wakae mbali na wanaume, au wajue namna ya kuhesabu zile siku zao, uipunguze pregnancy in schools. Kama umekuwa ukifuatilia na wewe mwenyewe uko kwenye mambo ya afya, yani kama unataka kuwa healthy, actually usivae pedi. Unavaa zaidi, unatafuta vitaulo ambavyo lese kama kitaulo cheupe ambavyo havitoi rangi, kwa sababu zile pedi zinatengenezwa zina chemicals na manini, na wameshaanza kugundua kwamba kuna vitu vingine hata kwenye hizi pedi zinazo vitu vinavyochanganywa ili kutengeneza hizi pedi, ndo to a degree vinaweza vikao vinawazuia wanawake wengine kutokupata mimba ama kupata kansa za kizazi na vitu kama hivyo. Nikisema pedi sio namaanisha ile pedi ya karatasi. Kama sisi ni kitu chochote kinachozuia au kinachomprotect yule binti kisimdhalilisha, ni kinacho absorb ile damu yake ya hedhi inaposhuka kushukia kwenye ungo yake ya ndani. So sisi mara nyingi tulianzaga na hizi pedi za kununua labda HQ like that, lakini kwa sababu tulikuwa tujajipanga kununua mashine ya kutengeneza vitambaa, lakini baadaye tukawa tunakodi mashine na tuna fundi wetu anatengeneza taulo za mtoto wa kike ambaye ni nzuri sana, na zile ni za muda mrefu, sio dispensable. Unamaliza una pasi ndani yako, unaandika kwenye jua kali, vijidudu vyote vinakufa, una pasi unaweka kwa ajili ya mwezi mwingine. So kwa sasa hivi sisi tunashauri hivyo vitaulo, hatuwezi kuongelea habari ya effect za pedi maana ni biashara za watu, lakini tunawafundisha watoto wa kike kutumia vitaulo, na tukichukua kama tukipata donation tunaenda kwa fundi, tunatengeneza vitaulo labda 1,000 100 ngapi, tunapeleka vitaulo kuwagaia watoto wa kike, na wala sio pedi tena. Okay, sio kwamba mkipewa donation ya pedi hamtachukua, bado mtachukua. Tutachukua tukipata, bado tukipata hizo donation tunachukua na kuwapelekea watoto ambao tunaona labda mazingira ni magumu, lakini most of time huwa tunashauri pia watoto wasikae na pedi zaidi ya masaa 6. Tunaomba mtoto avae pedi asubuhi, mchana na jioni. Kama itakuwa ni pedi sio kitambaa. Huwa tunashauri wao kubadilisha mara kwa mara. Kama labda watu wameleta pedi, hatuwezi kukataa, tunapokea. Lakini sisi kama sisi malengo yetu ni kutengeneza vile vitaulo vya kike vya watoto. Bado tunakodi mashine, tunawatengeneza. Tukipata uwezo, tuna uwezo wa kununua mashine zetu, tukaacha kila shule ikawa na mashine yao kutengenezea watoto pedi, vitambaa vya kule vitaulo, basi tutakuwa tumefikia watoto wa kike wengi na wakawa wanajiamini katika siku zao za hedhi. Twende kwenye mambo ya wanawake akina mama, hasa kwenye mambo ya menopause. Kwa nini nataka kuliongelea hilo? Kwa sababu hata mjini kwenyewe sisi tunaokuwa sasa hivi ndo tunaanza kuongelea zaidi kuhusu mambo ya menopause, mambo ya perimenopause. Katika jamii ya Kimasai, wanawake wa Kimasai, obviously mambo ya menopause ni jambo jipya sana sasa hivi, wanawake ndo wanaliongelea sana. Lakini kwenye jamii ya Kimasai, wanawake wa Kimasai ukiwa unaongea nao wanalipokeaje hili? Wanakuelezaje vitu? Kuna mental challenges, so wanawake tu wa Kimasai, hii ni kawaida, wanawake wote. Kumbuka sisi jamii yetu hasa wamama kule nyumbani hawajui maana ya menopause na hawakwenda shule. Kwa hiyo hata kwenye idea hata wababa hawajui. Kwa hiyo unakuta mama anaingia kwenye premenopause au menopause, anazungushwa kila hospitali kutibiwa kwa sababu anasema naumwa, zile hapa syndrome ambazo zinawapata. Naumwa hapa, mpaka aje agundue kwamba ni menopause.
ashazunguka hospitali karibia 30. Kwa nikaona hili nalo ni muhimu kwa sababu nimeshajikita kudili na wanawake. Is better na hili swala la mental health na swala la menopause nilibebe kwa ajili ya kuongea na jamii, kwa sababu najua kabisa ni kitu ambayo wao hawajui. Hata kwenye mijini ni wachache wanajua pia sasa hivi, labda kwa ajili ya mitandao, lakini kwenye jamii yangu ni kitu ambayo hamna mtu anajua kabisa. Wazazi wetu hawajui maana ya menopause. So ninajaribu kuongea nao na kuwaelewesha. Kwanza, ukifika umri huu utakuwa unasikia hivi dalili za menopause, how you can treat it, namna gani utakuwa nazo, utakavyokabiliana nazo. Sio dawa za hospitali, sio kuzunguka, sio nimelogwa, sio nimefanyaje hivyo. So najaribu kutoa zile negativity, psychological support, kuhakikisha wanaelewa kwamba menopause ni hali ambayo itampata kila mwanamke, lakini itampata kwa njia tofauti. Wow. Katika watu wengi watakwambia jamii nyingi hasa za Kiafrika, kwa huku mimi kama niko nje, na nimesha observe hii kwamba sisi tukiwa kama Watanzania, mfano nyumbani, mama anapojifungua kunakuwa na watu wengi nyumbani wa kumsaidia mtoto. Yani ile miezi 6 ya kwanza mama anamuona mtoto mara chache sana, ni wakati anamnyonyesha, ni wakati tu anataka kucheza naye kidogo basi. Hile inasaidia kwenye mambo ya postpartum depression, ile depression inayokuja after ukishajifungua. Kwa hiyo unakuta wanawake wengi, let's say wa Kitanzania, hawanaga hiyo depression ya postpartum. Yeah. Kwa wanawake wa Kimasai, I'm sure it's the same thing. Yeah, the same thing. Lakini sasa kuna depression tu ya kawaida. Watu wa huku nje wanasemaga wa Afrika mara nyingi hawana yani matatizo ya depression na vitu kama hivyo, ama anxiety na vitu kama hivyo, kwa sababu tuko very communal. Sisi ni watu wa community, tunaishi wengi, tunaongea, yani we are free people. Kwa huku kila mtu yuko kivyake vyake, kwa hiyo ndio maana unaona watu wengi wana depression na anxiety na vitu kama hivyo. Now wewe unachosema ni kwamba bado kuna watu kwenye community zetu hizi wana depression, wana mental health problems. I mean, how does that happen? Yeah, kwenye mambo ya mental health tena ndio kitu ambayo wabongo wengi tunasafa nayo sasa hivi, na wala sio jamii moja. Hata sisi tu tuliosoma unakutana na swala la kiuchumi, swala la mahusiano. Tumeweka mioyoni mwetu ili nani asisikie, usirushwe kwenye TikTok, usirushwe kwa sababu leo nakuja na kuhadisia shoga yangu habari ya mume wangu na kuhadisia habari ya kazi yangu, kesho nazikuta kwenye TikTok au kwenye Instagram. Unakuta yule mtu ana tayari ana psychological, ana shida ya mental health, depression, amebaki nayo moyoni, hataki kumsimulia rafiki yoyote kwa sababu yatatapaka na atajizalilisha. Kwa yani issue ya mental health sasa hivi ni very high, more than hata sisi soma, sisi ambao hatujasoma, bora hata kule kijijini na hisi kule, kwa sababu wanajichanganya wao, hawana ile kwamba nitaenda kusema. Lakini huku sisi tulioko mijini, mental health inatupata wengi sana. Na ndio maana nilikuwa nataka kuangalia kwa upande wa Wamasai, kwa sababu hata ukiuliza watu wa mjini kwa kawaida, kwa kule nyumbani Umasaini, kwa sababu wanaishi sana kicommunal, ukisema mtu anaweza kana depression kule, watu wanaweza wakashangaa kwa sababu kule wanasapotiana sana. Hatuwezi tukasema 100% zipo, maybe zipo, lakini sio nyingi. Na mimi kwa mfano wangu mimi sijaona, kwa sababu kumbuka jamii zetu ni watu wa kujichanganya. Umeelewa? Kwanza kitu kinachotutesa sasa hivi watu wengi ni mahusiano. Masaini mahusiano yapi yanamtesa mwanamke au mwanaume? Wakati ni forced marriage, anaoa wanawake zaidi ya 10 na siku wao anaweza akamlazimisha aoe. Kwa ni kitu ambacho yani kama ni maisha, wao wameshazoea maisha yao ya kufuga na ng'ombe na kulima, hawawazi habari ya vitu vingine vikubwa kama sisi tunavyowaza tuliopo mjini. Kwa hiyo Masaini yawezekana ipo, lakini nahisi ni very minimal kwenye jamii yetu, kwa sababu watu wanaishi maisha ya kwao yale. Sisi ambao tuna expect maisha makubwa kuliko level yetu ya maisha, ndio tunapatwa sana na haya maisha, au fall love zaidi. Unatendwa, unaogopa kutoka kusema kazi, labda mikopo hivyo. Kwa kumalizia, kama kungekuwa na kitu kimoja traditional wise Umasaini ambacho ungepewa nafasi ya kukibadilisha, yani kisiendelee, lakini kitu ambacho umekuwa nacho na unaona kuna value fulani, ni kitu gani? FGM. Nini? FGM. Ndio nini?
Circumcision kwa watoto wa kike. Yeah. Okay. Ndio kitu ambacho sikipendi. Ndio kitu ambacho nikipewa nafasi ya kuhakikisha watu watanisikiliza zaidi ni hicho. Unadhani kwa nini sasa hivi hawakusikilizi bado? Wanasikiliza, lakini tunaenda nao taratibu. Huwezi ukaenda leo kwa Cynthia ukaomba mkopo akakupa leo. Utaenda leo, utakuja kesho, atakufahamu, afahamu kazi yako, aende na wewe mpaka kuelewe ndio wafanyaje. That makes sense. That makes sense. It's very interesting. Mimi nimekaa hapa naona nyie Wamasai, wow, their culture is so great, which it is still great. Lakini here unachambua vitu unasema it's great, lakini kuna 1 2 3, umeelewa? So ukiwa mbali mtu unaweza ukaangalia watu ukadhania wako perfect, kumbe bado wana matatizo yao huko ndani. Yeah. So kwa kumaliza, kwanza nataka kusema asante sana kwa kunijoin mimi leo hapa kwenye Jiongeze Podcast. I'm sure tutaendelea kuwasiliana sana tu. Napenda kila kitu unachokifanya and I really want to be somewhat involved if I can. Ila kama watu wanataka kusaidia, kama watu wanataka kuwa involved kwa kuvolunteer ama kwa kufanya mambo mbalimbali na organization yenu, wataweza kuwapata wapi? Wataweza kuwasiliana nanyi vipi? Na ni vitu gani wanaweza wakawasaidia kwa sasa hivi, kama utapenda kuliongelea hilo? Asante so much Cynthia. Interview was very nice. Kwa yeyote atakayetaka tu join nasi, aingie kwenye Google, andike Maasai Women Health Organization, utakuta website yetu inaeleza kila kitu. Ukiingia kwenye Instagram utaandika Maasai Women Health Organization, utakuta wa contact email. Ukiingia Facebook the same, ukiingia LinkedIn the same, TikTok the same. Kila chochote utakachokuta utakuta mpaka contact email za kwetu. Karibuni sana, utakuta maelezo yetu, utaangalia project gani unaweza kusupport, na kama hata unahitaji kusupport direct, utakutana huko na link ya fundraising yetu. You can donate anything. Itatusaidia kuwafikia wanawake wengi na watoto wa kike katika mazingira magumu. Nashukuru sana Ms. Teresa kwa kuwa nasi hapa leo. Nimejifunza mengi, natumaini na wewe msikilizaji umeweza kujifunza vitu vingi. Kama una comment yoyote, mawazo yoyote, swali lolote, basi feel free kuacha hapo chini, na kama kawaida join us next time kwenye Jiongeze Podcast hapa kwenye YouTube. Bye bye.